الحمد لله الذي نعمه على عباده تترى وآلاؤه عليهم لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أرسله الله إلى جميع الورى بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به أعيانا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أحبابي السادة، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehema na amani kiongozi wa umma huu, na si mwingine bali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wale yote napenda kuhusieni bila ya kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu azza wa jalla, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiko kwenye mafanikio ya wanadamu hapa duniani, makaburini na maisha ya milele kesho yake. Allahumma ja'alna minal muttaqina imama. Uzao wetu tukufu Islam, hotuba yetu ya leo ni muendelezo wa hotuba ya Aljumaa kama mbili zilizopita. Ilikuwa ina anwani ya hasad. Tulieleza hasadi kiasi ambacho Mwenyezi Mungu alituwezesha, na tulieleza kwamba hasadi imeanza huko mbinguni. Hasidi wa kwanza ni Ibilisi, alimhusudu mzee wetu Abul Bashar Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, mpaka ikawa sababu ya kutolewa kule janna. Lakini pia duniani ikaanza kwa Kabil dhidi ya Habil, watoto wa Nabii Adam. Tulieleza kwa muhtasari na tukasema hasadi ni gonjwa baya mno. Hakuna daktari anayeweza kulipima kwa vipimo vile vinavyofahamika akaligundua na akalitibu. Nusura ni kwa Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tunaeleza angalau zile asbabu ukiziendea, kama maradhi haya yamekufika, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu linaweza likakuepuka gonjwa hili, kwa sababu ni gonjwa baya mno. Wanaeleza wanamachuoni kwamba kama anna al-hasada min ashaddi amradhi al-qulubi alaman wa harqa liqalbi sahibihi, kama ilivyokuwa gonjwa hili la hasadi ni gonjwa kubwa mno katika maradhi ya moyo, kwa kuleta maumivu na kuunguza moyo kwa yule mwenye nalo gonjwa hili. Fa inna ilajahu kadhalika min ashaddi ilajati mararati, hakika hata tiba yake ni katika tiba ngumu zenye uchungu wa alaman na maumivu. Kama lilivyo gonjwa lenyewe ni gonjwa gumu, lakini hata tiba yake pia ni ngumu. Haya, lakini wanatuambia walakinaha mararatu yaqubuha halawa, lakini tiba ya gonjwa hili japo ni chungu sana, lakini ule uchungu unafuatia utamu. Ukapambana kisawasawa, uliondoa gonjwa hili katika moyo wako, japo ni tabu, maumivu, lakini mwisho wa siku utapata raha, utapata utamu, utahisi utamu katika moyo wako. Na hata yale maumivu yake ukiweza kuyaondoa
sana kuishinda nafsi, kupambana nafsi katika kulitibu gonjwa hili, tena sio kwa muda mchache, maatuli zamani, kwa muda mrefu. Yani ujitahidi kwa makusudi kufuata hizi njia ambazo wametuelekeza, tusiona hapa punde, ili uweze kulitibu gonjwa hili kwa muda mrefu, sio siku 2-3 imekwisha. Sote tunafahamu kuna baadhi ya magonjwa ya kiwiliwili ambayo yanatusumbua, tunaishi nayo maisha mpaka tunaondoka. Sasa na hili linahitaji kujiegemeza sana kwa Allah tabaraka wa taala, tena kwa muda mrefu mpaka uhai wako uondoke. Pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajakuchukua gonjwa hili akakuepusha nalo. Wayanqasimu ala ilajul hasadi, na ili gonjwa la hasadi linagawanyika tiba yake ni manibtulia bihi ila nau'ain. Kwa yule ambaye amejaribiwa na gonjwa hili, tiba yake inagawanyika katika sampuli mbili. Kuna ilajun nadhariyun wa ilajun amaliyun. Kuna tiba ya kinadharia na tiba ya kimatendo. Tuangalie al-ilaju an-nadhari. Jambo la kwanza, ulama wanatuambia quwwatul imani wal khawfu min Allah ta'ala allati tamna'u sahibaha min al-hasadi khashyata al-ithmi wa dhiya'i al-hasanati. Hiyo ni tiba ya kwanza, kuwa na nguvu ya imani, yani uwe na imani yenye nguvu. Si hivyo tu, na ile hofu ya Allah ijae katika moyo wako, hofu ambayo au imani ambayo tamna'u sahibaha min al-hasadi, itamziwia yule mwenye nguvu hiyo ya imani na hofu hiyo itamziwia yeye kufanya husda. Yani gonjwa hili uliepuke, kwanza uwe na hofu ya Allah, alafu uwe na nguvu ya imani. Imani sio jambo dogo. Imani linashinda bomu la atomi. Ukiwa na imani madhubuti, imani yenye nguvu, wallahi unayashinda. Sasa ulama wanatuelekeza huko, tujipambe na tujilazimishe kubeba imani katika mioyo yetu. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa kwa maswahaba. Maswahaba alipokuja Nabii Muhammad aliwakuta ndani ya mioyo yao kumejaa kufuru, shirki, yani ukatili, unyanyasaji wa kijinsia, lakini alipowaingizia imani ikawa na nguvu katika mioyo yao kuliko kitu chochote, waliyashinda magumu yote. Kwa hivyo ukibeba imani kisawasawa, wewe mwenye kuathirika na gonjwa hili litaondoka. Hilo la kwanza. Lakini imani hiyo na hofu hiyo iwe kwa ajili gani? Khashyatal ithmi, kuogopa madhambi, kwa sababu hili gonjwa linasababisha madhambi, na si kusababisha madhambi tu, wa dhiya'i alhasanati, linapoteza mema yote uliyofanya. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema alhasadu ya'kulu alhasanati kama ta'kulu naru alhataba, yani hasadi inakula mema kama vile ambavyo moto unavyokula kuni tamaki jivu, ndio hasadi ilivyo. Sasa ukiogopea kuliwa amali zako, mema yako, lakini ukaogopa kupata madhambi kwa kumhusudu nduguyo, ukawa na nguvu ya imani, basi utaacha kumhusudu mwenzako, iwe jambo la kidunia iwe la kidini. Maana kuna watu walioathirika na gonjwa hili hawahusudu upande mmoja tu, labda kwenye dini huyu kafanikiwa, alhamdulillah, mashaallah, anasoma Qur'ani, Allah imamu, mashaallah, namna hiyo. Si huko tu, hata kwenye dunia huko. Kwa nini yule ana nyumba kadhaa? Kwa nini ana magari kadhaa? Kwa nini? Mengi yanabebanisha katika moyo wake, inakuwa sababu ya kumhusudu ndugu yake. Sasa basi, ukiogopa kuliwa amali zako kwa sababu ya gonjwa hili, utaachana nao, na kule kuwa na hofu ya kisawasawa, basi Mwenyezi Mungu atakuepusha. Hiyo ni aina ya kwanza ya kinadharia katika tiba ya gonjwa hili. Ya pili, at-taslimu bi qada'illah, kusalimu amri kwa kadhia ya Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu akimhukumia mtu jambo
akamneemesha kwa jambo lolote la kidini la kidunia, wewe ukakubali, Allah kampa, mashaallah. Na wewe fanya juhudi upate, hata usipopata kausha hivyo hivyo, muache na neema zake, usalimu amri, ukubali kwamba ndo Allah yeye ndo mfanyaji, Allah yeye ndo amempa, na wewe ukakubali nafasi uliyokuwa nayo ndo hiyo Mungu amekukadiria, ukafanya jitihada tu za makusudi ufikie kama yeye. Ukipata ahlan wa sahla, umekosa basi ndo Allah akakufanya uwe yako, watu hawezi kufanana. Ukikubali hilo utakuwa umelishinda ili gonjwa na Allah atakuepusha. Ndio Imam Shafi anakuambia, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama al-qada, yaache masiku yafanye yatakavyo na iridhike nafsi kwa vile ambavyo kadhia ya Allah imetoa hukumu. Yani yule aliyepewa kwa masiku yaliyoishi na muda unavyokwenda anazidi kufanikiwa, ndio masiku yamefanya hivyo kwa kadhia ya Allah. Wewe ridhika tu, na wewe alipokuweka Allah ridhika tu. Hasa Allah Mwenyezi Mungu atakujalia utakunjukiwa na wewe, lakini usimfanyie kiroho cha kwa nini mwenzako, utapata matatizo, amali zako zitafyekwa, lakini pia midhambi itakuelemea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunusuru. Lakini pia jambo la tatu, al-aqlu alladhi yastaqbilu bihi nata'ij al-hasad, kuwa na akili timamu ambayo italiona, yani itaona yale matokeo ya lile gonjwa la hasadi kuwa ni mabaya mno, ili akili ikawa inajitahidi kujiepusha zile asbabu za hasadi za kuingia huko. Yani akili ambayo unaweza ukagundua kupitia akili hiyo matokeo mabaya ya hasadi. Hasadi ina matokeo mengi sana mabaya kabisa. Miongoni mwa matokeo mabaya ya hasadi, moyo unajaa kutu, yani unajaa vinyongo, unajaa maumivu. Moyo unajaa hivyo. Ndio maana wachuoni anasema al-hasadu kasada al-hadidi la yazalu bihi hatta yakula. Yani hasadi ilivyo katika moyo wa mwanadamu ni kama vile kutu kwenye chuma. Ile kutu kwenye chuma itabaki na chuma kile hata yakula, mpaka inakimaliza, kinakuwa hakina thamani tena. Tazameni vyuma ambavyo vimeshikamana na kutu imebaki kwa muda mrefu, mwisho wa siku kile chuma kinakosa ubora, hakina thamani, chuma kinalika. Hata ukivunja hivi kilikuwa kigumu, inawezekana. Sasa na moyo wako ukikubali hasadi igande hapa, basi moja katika madhara ya matokeo ya hasadi ni hayo, utaumia wewe kila siku. Na ukitaka kumjua hasidi wakati mwingine, wewe mueleze tu neema zako, japo tunaambiwa tusiwaeleze neema zetu mahasidi. Istainu ala qada'i hawaijikum bil iktimali fa inna kulla dhi ni'matin mahsur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, jisaidieni kwa kuficha neema zenu, mambo yenu, kutatua majambo yenu mazuri, jisaidieni kwa kuyaficha. Kwa sababu gani? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsur, hakika kila mwenye neema basi ni mwenye kuhusudiwa. Kwa hiyo tunaambiwa tufiche. Lakini ukitaka kumjaribu kumjua hasidi, mwambie tu, bwana, nyumba yangu imepigwa chini yote. Ataanza kucheka huko, kwa nini? Yaani anakujoki hivi. Hii imepigwa chini. Alafu mwambie na imepigwa chini, sasa inaangushwa ghorofa pale. Kwani? Ukutabizo. Yaani anakuuliza kwa kebehi na kutaka kujua huyu bwana anafanikiwaje. Pale ulipomwambia imepigwa chini anafurahi kweli? Hapana, haiwezekani. Yaani anakuwa na kitu fulani katika moyo wake, utagundua tu katika uso wake jinsi anavyoumia. Hasidi kiganda katika moyo wa mtu, ndugu zangu wa Islam, itamaliza kabisa. Kwa hivyo hiyo ni moja katika ilaji ya an-nadharia, kuwa na akili ambayo inaweza kugundua matokeo mabaya ya hasad, ukawa unaweza kujiepusha na zile sababu zake zinazokupelekea wewe kuingia katika shida hiyo. Lakini pia katika matokeo mabaya ya hasad
nufuru nasi minhu wa karahiyatuhum lahu, watu wanamkimbia na wanamchukia. Yani watu wakimkundia hasidi basi wanamkimbia, hawana jambo naye. Unajua kama kijiwe wanamwachia, wanapita hivi. Alafu si hivyo tu, wanakuwa na chuki naye kwa sababu ni mtu wa kuharibu mipango ya watu siku zote. Akigundua tu neema za mwenzake anaharibu. Yani atafanya kila aina ya sababu akuumize tu. Yani kuna watu wengine walivyo kama nyoka ama hasidi ya watu. Ni kama nyoka. Nyoka anakugonga, hachukui damu wala nyama, kakuachia sumu yeye anapita hivi. Ni matatizo makubwa. Kwa hivyo mwenye kugundua matatizo haya atajitahidi kujiepusha nayo, lakini si hivyo faqadur raha. Katika matokeo mabaya ya gonjwa hili la hasadi ni kukosa raha. Mtu anakuwa hana amani. La rahata lilhasud, yani hasidi hana raha hata kidogo. Yani yule hasidi hana raha, wachukuzeni, hana raha hata kidogo. Yani kila siku yeye akisikia tu mwenzake kaneemeka, basi kilo juu. Kwa nini huyu? Yani atafanya jitihada zote akushushe, akuusubu tu, akuharibie, na kama ana uchawi tena ndo kabisa anakumaliza. Hasidi alipokuwa mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, man taraka al-hasada istaraha, mwenye kuacha husda amestarehe, huyo amepata raha katika maisha yake ya dunia. Yani yule ameepukana na husda, moyo wake hauna hasad, huyo amekula bata, amestarehe. Hata kama ana kitu, yeye anaona safi tu. Pale alipomweka Allah anaona alhamdulillah. Kwa sababu gani? Moyo wake umeepukana na gonjwa baya hili la hasad. Ni gonjwa baya mno, Mwenyezi Mungu atuepushe. Lakini anasema mwanachuoni mmoja katika ubeti huu, anasema ya talibal aishi fi amnin wa fi da'atin, ewe mwenye kutafuta kuishi katika hali ya amani na katika hali ya utulivu, raghadan bila qatari, safwan bila ranak, uishi katika hali ya kujiachia pasina kujifinya, yani maisha ya ufinyu. Tena maisha unayoishi unayataka yawe safwan bila ranak, yawe safi kabisa pasina kutibuliwa. Khalisifu adaka min ghillin wa min hasadi, uepushe moyo wako kutokana na chuki na husda. Ukitaka kuishi kwa raha, jiepushe na vitu hivi, hasad na chuki, vinyongo vile. Falghillu fil qalbi mithlu alghilli fil unuq, kwani kile kinyongo na ile hasad katika moyo ni kama vile pingu katika shingo. Unaonaje mtu akipigwa pingu shingoni alafu akawa anaguruzwa kwenda huku na kule, hana raha hata kidogo. Ndio kama vile mtu ambaye hasadi imeganda katika moyo wake, hana raha. Sasa kama unataka kuishi vizuri, uturukil hasad, tupilia mbali hasad, jiepushe na hasad, utaishi kwa raha mustarehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika hilo. Lakini al-Imam Hasan ibn al-Yasar al-Basri alikuwa kusema maneno, anasema ma ra'aytu zaliman ashbaha bi madhlumin min hasidi, yani sijapata kumuona dhalimu anayefanana kabisa na mwenye kudhulumiwa kuliko hasidi. Yani anasema hajapata kumuona dhalimu anayefanana na mwenye kudhulumiwa kuliko hasidi. Maana yake nini? Unaweza kumkuta hasidi amenyongeka, ana huzuni kana kwamba amedhulumiwa. Yani ile nafasi ya mwenye kudhulumiwa kakaa yeye mzima, kwa sababu ya ile hasadi yake. Anavumia, anavuchukia, anavupata tabu na kunyongeka, utafikiri vile amedhulumiwa. Kwa nini yule kapata hiki? Kwa nini yule kaendelea? Kwa nini vile anakubalika? Kwa nini? Yani zile kwa nini nyingi mpaka anakuwa kama mgonjwa. Ndio maana yake. Huzuni zinamwandama, yani matatizo ya moyo yanamwandama hivyo kana kwamba yeye ndo amedhulumiwa, lakini yeye ndo amedhulumu. Yeye ndo anadhulumu neema za watu, lakini ukiliona ni kana kwamba nimedhulumiwa.
matatizo makubwa haya. Mwenyezi Mungu atuepushe. Lakini pia nieleze katika ilaji hiyo nadharia, bado katika ilaji na amalia, na wakati wenyewe hautoshi. Anasema ayukthira dhikra al-maut, yani mtu akitaka kuondoa gonjwa hili na kujiepusha nalo, ajitahidi sana kukumbuka kifo. Yani akumbuke kufa mara kwa mara, ajue wakati wote nitakufa, yani ajiweke tayari. Ukiwa unakumbuka sana kifo, huwezi kumhusudu mtu. Unajua mimi nitaondoka wakati wote. Ya nini? Hali ambayo Mwenyezi Mungu amekuruzuku utaridhika nayo. Ndio Abu Darda anasema ma akthara 'abdun dhikra al-maut illa qalla farahuhu wa faqada hasadahu. Yani hakukumbuka mtu kifo, yani mja yoyote hajakithirisha kukumbuka kifo isipokuwa furaha yake inakuwa ndogo. Hana furaha ya kujiachia, inakuwa ndogo furaha yake, na ile hasadi yake ataiondosha kwa kile kitendo cha yeye kukumbuka kifo. Sasa yote haya kwa sababu tunalisahau sana jambo hili, na nikufa ni haki ambayo haina mashaka yoyote, kila mtu anafahamu, lakini kikubwa tunajisahau. Yaani kwa mtu ataishi miaka 100 milele hivyo, hataondoka. Sasa ukijiwekea katika asilimia hiyo kwamba wewe utaishi tu, basi unaweza ukafanya utakavyo. Huwezi kuishi katika mipaka ya Mwenyezi Mungu ukaichunga kisawa sawa. Sasa kumbuka sana kifo ili uweze kuepukana na shida hii. Kifo alafu kilivyo sasa hakina wakati maalum, hakina lika maalum, hakina sehemu maalum. Yani popote na lika lolote unaweza ukaenda. Tena ukitaka kukumbuka kifo vizuri, wewe jiandalie sanda lako kabisa. Watu wanashtuka. Jiandalie sanda lako kabisa. Kuna bwana mkubwa mmoja anasema, bwana, ukifika umri wa miaka 60 wewe hata sanda yako weka ndani, utakumbuka vizuri kifo. Unaweza ukasema sasa huko sikujichulia. Hakuna kujichulia. Yaani unakuwa tayari usiwapate tabu ya kuanza kufikiria sana. Muda wako ukishafika umeondoka, bwana, sanda yake alishajiwekea kabisa, itolewe tu, habari ziendelee. Hilo litakufanya wewe kila wakati na sanda yako. Yaani utakuwa unakumbuka kifo. Huwezi kujiachia na kuwafanyia wenzako mambo ya ovyo. Utaishi vizuri kwa mipaka ya Allah. Mahusiano yako na Mungu yatakuwa mazuri, lakini pia mahusiano yako na wanadamu wenzako na viumbe wengine yatakuwa mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku maisha haya. Ayuha al-ikhwa, aqulu ma tasma'un. Tawajjahu ila Allah bi qulubikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Lillahi hamdan kathiran kathira. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Irhaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم من يومنا هذا إلى يوم المحشر وبعد. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم واتباع سنة نبيكم، واعلموا أن تقوى الله توجب الربوبية في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على الصحابة الأربعة الكرام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي المرتضى وآل صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداءنا أعداء الدين
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم اجعل امورنا بأيدي أخيارنا ولا تجعله بأيدي أشرارنا. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات. عباد